ndege hamna basi. Naweza basi. Sio kwenda chuo. Ile inatolewa kwa sababu ya kazi njema ulioifanya na tabia nzuri ndani ya kanisa. Wengine wana vyeo, wanatembea na washirika, wengine wanashinda kwa waganga wa kienyeji. Lakini mimi natangaza leo mchungaji mwema anayejali maisha ya watu. Ndio maana watu wamekuwa wakiangalia, huyu mchungaji anaweza kunifaa, anamwangalia anaweza kunifaa. Huyo angekuwa ndio mchungaji wangu, ningenenepa sana. Pole. Narudia tena. Unasema huyo angekuwa ndio askofu wangu. Yaani mimi Bwana wa 11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Humwona mbwa mwitu anakuja, akawacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ile sasa mstari wa 18, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu walijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami namjua Baba. Nilikuwa nasoma kitabu cha Yeremia na Ezekieli. Wachungaji wamewatawanya kondoo. Wachungaji wanakula kondoo. Wakati Yesu anamwachia Petro, anamwambia lilishe kundi. Manake mchungaji ni yule anayelisha kondoo, analisha ng'ombe, analisha mbuzi. Sasa kwenye Biblia mchungaji anayeambiwa mchungaji ni yule ambaye analisha watu neno lako. Anaangalia wapi pana maji safi anawapeleka. Anaambia wapi kuna majani mazuri anapeleka. Anawapitisha kwenye njia safi. Yule aliyeumia anamfunga. Yule ambaye ni mgonjwa anamtafutia dawa. Ndio kazi ya mchungaji anayechunga mifugo. Lakini Yesu ndio mchungaji mwema. Tupo wachungaji wengi nimesema hapo, lakini hakuna mchungaji aliye kama Yesu. Yesu anajali maisha yako, anajali kwenda kwako. Anasema mwaka umekuja, mwaka wa amani, mwaka wa furaha. Wale kondoo waliovunjika anawafunga, waliofungwa anafunguliwa, wanabaki kuwa huru, wagonjwa anawaponya, wanakuwa wazima. Hiyo ndio kazi ya mchungaji mwema, anaitwa Yesu Kristo. Watu wengine wanamwangalia Asabiri. Asabiri sio mchungaji mwema. Mwema ni Yesu peke yake, ni mchungaji wa kweli ambaye ameutoa uhai, ametoa uhai wake. Na watu fulani wanakwenda pale kwa tuangalie mchungaji wako hata hatufai, wakaondoka. Walipofika kule wakakaa, wakawapokea, wakawekea na sherehe na soda wakani. Walipokaa baada ya muda wakagundua kumbe na yeye ana mapungufu kuliko hata yule tulikuwa naye mara ya kwanza. Wakae, yaani wao wamehama mpaka makanisa 11. Kwa sababu hawamjui mchungaji mwema. Mchungaji mwema ni Yesu peke yake, aliyetoa uhai wake kwa ajili ya maisha yako. Ametoa uhai wake kwa ajili yako. Ametoa uhai wake kwa ajili ya uhai wake. Leo tunatembea, leo tunacheka, tunapiga step, tunaimba, tunahubiri kwa sababu ya huyo mchungaji mwema aliyetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hata wanaangalia, amenikosea humjui huyu mchungaji, na ametoka mbinguni. Mchungaji wa sasa hivi anaweza kukuombea talaka.
nikisema msilani mtalaaniwa. Lakini anaweza kuombea watu. Wewe mlaani apate ajali, apate sio mambo ya Yesu. Yesu ni hivi. Anaangaika. Kuna mwimbo unapendaga kuimba sana. Anasema nikiwa nimeenda mbali na yeye tofauti na yeye ndio upenda sana. Anawaacha hawa 99 anakuja kunitafuta mimi. Niliyokata tamaa, niliyovunjika moyo, ambaye naumwa hawaji kuniona. Yeye Yesu anakuwa nambari moja kuja kukuona huyo. Mwangalie aliyekufa pale msalabani, akawapa kwa ajili ya maisha yangu mimi na yako. Kama sio Bwana, umefanya mangapi mabaya alafu amekuangalia. Humu kuna wazizi. Hata ukisema wewe uzizi. Nikisema wazizi wote wapita na kuongeza watu wanazo kupita. Watakifanya kwa nini watakatifu? Maana naokoka. Lakini mchungaji kama anakuona. Kama wewe hauko kwenye ile zizi. Lakini pia nasema nataka na wenyewe ni watafute. Wewe wazizi na wote ni mmoja. Mwingie kwenye zizi. Ndugu yangu unatawanya unakosa. Nauliza unatawanya unakusanya. Wewe unafikiri kama mtu ameokoka hapa, amekuja pincha kaokoka. Kazuri, karembo, maziwa. Sina neno wapi. Hapo kadhaa hizo akasikitika akakushia. Akatembea akatembea. Alafu wewe kamesema nakuja kuokoka. Akatamani kaongea nao. Umekusanya mtawanya. Mnapiga step hapo. Lione. Mtawanya mkusanya. Unajua wengine anaweza kuwa anaimba vizuri, unafikiri ana stamina ya kiroho, hamna kitu. Maana hata wakawani wanaimba. Wana vipaji vya kuimba. Lakini kuhusu. Mwingine anaweza kuwa anahubiri vizuri, ana shuhuda nzuri kabisa, unasema ndio maana watu wengi walishakama hao hasa. Kana kabiti kana kuimba kana nikaona. Utakiona cha Mungu. Wewe watu. Kwa sababu mambo ya ndoa sio kuimba. Hata unafikiri ndoa ni kuimba. Unafikiri anataka kuimbia stage kule ndani. Ule ni huu. Usema wewe unataka kaimbaji. Unataka kaubiri. Na kanahubiri kwa Yesu. Mimi yote haya nimejua, niliokoka na miaka 20. Sijui kuhubiri, sijui kushuhudia, sijui kuomba. Nilipookoka nikawakuta wasichana wazuri, warembo, tena wanaoga. Wa saizi yangu hata ya kuzidi. Ndipo nikajua kwamba sio sura. Wengine akianza kuomba hapa nasema huyu ndio wokovu. Yaani vile unaona naomba ndivyo sauti itakayokuwa kule. Mjua Yesu mchungaji mwema. Ndio mchungaji wa lile kundi. Anajua kuwapeleka kondoo kwenye malisho mazuri na kwenye maji safi. Anajua kuwatuliza na kuwafunga. Aliyekata tamaa, mwite Yesu. Usimwangalie mwanadamu aliyezaliwa na mwanadamu. Usimwangalie huyo. Ikikwazo ni hasara. Hautaenda mbinguni ukimwangalia mwanadamu. Watu walikuwa wanaangalia nyoka. Zile wadudu wanakaa. Mungu anasema umefanya uzinzi. Akaanza kuwaotea nyoka kuuma. Sasa Mungu unaangamiza na ambao hawajafanya uzinzi. Akasema basi tengeneza nyoka wa shamba. Akatengeneza nyoka wa shamba. Akamweka msalabani. Akamweka kwenye kimti. Sasa wale walioko ni wadudu
mwingine kwa rasmi.